anayesikia tangazo hili, mabasi yote yaliyoko Shekilango yenyewe na wamiliki wao waanze kupaki stendi ya Magufuli. Mnaweza pia kuniuliza swali, sasa gereji wataendaje? No problem kuhusu gereji. Gereji waende vizuri, lakini kamwe magari yao yasiwe kwenye uso wa barabara kuu. Na mnakumbuka kwamba kuna issue za magereji hapa yataendelea muda pia sio mrefu, ili pia tuweze kufikia hitimisho hilo. Na hizi kampuni 6 sitaki kuzitaja kwa majina, lakini kuanzia Jumatatu kwenda mbele nitazitaja tena kwa majina kwa zile ambazo 6. Lakini na hizo 6 vibali vitakapokuwa vimekwisha, LATRA ni marufuku kuuisha vibali hivyo, ili magari yote yaanzie stendi ya Magufuli kuja moja kwa moja upande wa pili. Pamoja na haya, Mheshimiwa Rais pia ametoa fedha za kuanza kujenga kwa stendi upande wa Temeke, kwa maana kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka Kilwa, mabasi ambayo yanatoka upande wa Mtwara, Lindi, na ambayo pia yanaelekea upande mwingine wa nchi yetu. Lakini pia kwa sasa tunaangalia uwezekano pia kuwa na stendi upande wa Bunju kwa ajili pia kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka upande mwingine. Lakini stendi hizo zitakuwa sio sawa na stendi ya Magufuli, ili pia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa uweze pia kuwa na return. Tunafanya hivi kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tunafanya hivi ili pia kuonesha return, kwamba lazima hizi stendi zetu kwa kuwa ni investment, basi pia kuwe kuna return. Vinginevyo stendi zetu zitabadilika kuwa ni white elephant project au ghost, ambazo mwisho wa siku itakuwa ni kazi ngumu kuweza kufikia pale ambapo tumefikia. Ndugu waandishi wa habari, pia tuna maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais kuhusiana na uendelezaji wa upangaji wa miji yetu. Na juzi wakati anafungua mwendokasi, barabara mwendokasi na operation pia mwendokasi, alizungumzia pia kuhusiana na uendelezaji wa miji yetu. Naomba pia nitoe taarifa kwamba mji wetu kwa sasa kwa kweli unahitaji kupangwa upya. Mkipita kila mahali sewage system haijakaa vizuri, lakini mkipita kila mahali unakuta ni giza, hakuna kamera, hakuna taa. Lakini pia mkipita mahali mnakuta wakati wa mvua wananchi wasio na akili timamu wanafungulia vinyesi kutoka kwenye majengo yao, vinakwenda kuunganishwa kwenye storm water system, kwa maana ya mifumo ya maji ya mvua. Sasa huu ni ujinga mkubwa sana ambao haupaswi kufumbiwa macho. Na wanafanya sana tabia hii Upanga, Kariakoo na baadhi ya maeneo, kufungulia haya maji machafu ya vinyesi kutoka kwenye majengo yao ili aweze kutiririka kwenye storm water system au kutiririka kwenye mifumo mingine. Kwa hiyo ukipita wakati wa mvua ni harufu kubwa sana. Sasa mji wetu huu unatakiwa pia kupangwa upya. Na ndio maana leo mnakuta kila tukiamka baa inaota hapa, kanisa linaota hapa, sijui nini kinaota hapa, stendi inaota hapa. Manake ni kwamba tuwezi kuendesha mji katika hali hiyo kubwa ya kuholela. Kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi na kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri Akwilapo ambaye ni waziri wa ardhi kwa sasa, mkoa wetu unaunga mkono juhudi za moja kwa moja za kuhakikisha mji wetu unapangwa upya kwa kushirikiana na serikali na mkono wa private sector. Tumeona jitihada hizi upande wa Sinza na tumeona pia maeneo mengineyo. Sasa katika jambo hili sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa viongozi sisi tutaunda timu maalum ya kutupa ushauri, consultants, wataalamu kutoka chuo cha ardhi, wataalamu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, wataalamu kutoka kwenye taasisi za kimataifa, ili pia waendelee kutushauri kuhusu upangaji wa miji yetu, ambao upangiliaji huo utakuwa unaakisi dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Sasa observation yetu ni kwamba kwa sasa kila mtu anatamani kujenga,
Lakini pia kumeibuka na majenzi holela ambayo yanakwenda kinyume na sheria na kanuni. Tumeona yapo baadhi ya maeneo wananchi wanajenga bila vibali, na sio kwamba vibali hamna, vibali vipo. Lakini yapo baadhi ya maeneo wananchi wamepewa kibali cha kujenga ghorofa 10, anajenga ghorofa 15. Yapo baadhi ya maeneo pia kiwango cha ujenzi kinaweza kikakadiriwa kuwa kiko chini ya kiwango. Lakini kile unayemuuliza kwa sasa anayejenga majenzi haya kwa haraka anasema tunakimbizana na Afcon. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, mnakumbuka yaliyotukuta jengo la Kariakoo mwaka juzi kama sikosei. Jengo ambalo lilipoteza maisha ya wenzetu. Sasa ikija kutokea jengo ambalo limejengwa chini ya kiwango, ikawa ni hoteli, ni lodge au ni kitu kinginecho, ikatokea wageni waliokuja kuangalia burudani ya mpira mwaka 2027 wamelala kwenye lodge ama hoteli hiyo ama Airbnb hiyo, halafu ikaporomoka na ikaonekana sasa imedhuru ama kuua wageni, sijui sura ya Watanzania chini ya Mheshimiwa Rais tutaiweka wapi? Kwa hiyo pamoja na uwepo wa Afcon, lakini hauondoi sheria ya kujenga chini ya utaratibu na chini ya viwango. Kwa mantiki hiyo, operation maalum inaendelea kusimamisha, kutoa onyo na kuchukua hatua kali dhidi ya wale wote ambao wamekiuka vibali vya majenzi. Lakini toa wito pia kwa watu wa ERB, kwa watu wa CRB na watu wa AQRB. Hapa tunazungumzia bodi ya quantity surveyors, tunazungumzia bodi ya engineers, na tunazungumzia bodi ya contractors. Hawa wote wanao wajibu wa kusaidia uongozi wa mkoa katika majenzi ambayo yanaendelea na kujithibitishia kuwa jengo hili ni bora au sio bora. CRB ni Contractors Registration Board, wanawasimamia makandarasi wote nchini. ERB ni Engineers Registration Board, wanawasimamia mainjinia wote nchini. Wakati AQRB ni bodi maalum inayowasimamia wakadiriaji majenzi wote nchi nzima, na ambao wote hawa watakapofanya kwa pamoja na kusaidiana, hakuna sababu ya mkuu wa mkoa kupita huko na kuanza kupiga kelele kama taasisi hizi zote za kiserikali zipo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni watoe wale wote wa CRB, wale wote wa QRB kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam, wafanye kazi usiku na mchana kusaidia watu, na sio kuzuia watu, kusaidia watu kwa mujibu wa taratibu, ili tuweze kuwa na majenzi ambayo yatakuwa ni bora, yatakuwa ni imara, na yanaweza kuwa pia ni majenzi ambayo yanaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kwenye kigezo hiki, katibu tawala wa mkoa atanishauri, na mnakumbuka kwamba moja kazi kubwa katibu tawala ni principal advisor of the regional commissioner. Atanishauri kuhusu kuunda timu maalum ambayo itakagua majenzi kwa majengo marefu yasiyopungua 200 na watasample randomly, ili kuweza kuangalia ujenzi huo umeitikia kwenye vibali au la, upo bora au la, je, kibali chake kilihusu ghorofa ngapi na kimejengwa ghorofa ngapi, na kadhalika na kadhalika. Kwa mantiki hiyo, tutakuwa na timu sasa maalum kutoka chuo cha ardhi, kutoka chuo cha DIT, kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam College ya Engineering, pamoja na wataalamu wengine, pamoja na wataalamu wa TAKUKURU na kutoka vyombo vingine vyote vya serikali, kupita kwenye baadhi ya majengo na kusample randomly na kuweza kuangalia kama majenzi hayo yako chini ya vibali, yana ubora,
ama yana ubora, na nini kifanyike kwa haraka kabla tujaribu mji wetu. Nafahamu wapo baadhi ya watu tukianza operations hizi wanakimbilia kwenye mambo ya rushwa. Sasa nadhani tutapata majawabu. Kati ya mimi mkuu wa mkoa niliyesimamisha ujenzi na wewe ambaye umekiuka ujenzi wa kibali, kati ya mimi na wewe nani mla rushwa? Nadhani hapo ndo majibu utakuja kuyapata. Kati aliyesimamisha na yule ambaye amepewa kibali cha kujenga lakini amekiuka, mimi na wewe nani atakuwa ni mla rushwa? Lakini jambo nyingine ambalo ni kubwa, mnakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za na yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu, na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka biashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding. Wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao. Na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao. Na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi. Ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa. Bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan ya za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya
ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu. Na jambo jingine ndugu zangu la mwisho ni kuhusiana na changamoto ya biashara ndogo ndogo. Swala biashara ndogo ndogo limesha kuwa ni jambo kubwa. Sasa jambo hili ukiangalia kila barabara biashara ndogo ndogo wamepanga. Kila mahali mpaka wakati fulani kuna kuziba hadi barabara. Nimeshamuelekeza katibu tawala wa mkoa tuunde timu maalum kutoka chuo cha CBE au taasisi ya CBE, kutoka chuo cha Dar es Salaam, kutoka kwa baadhi ya maafisa wa biashara, kutoka pia kwa baadhi ya consultants ambazo zinafanya kazi maalum za private sector zinazofanya kazi za ushauri wa masuala haya, ili tuone a very good model ya kuweza kudeal na machinga na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo katika namna ambayo hawataumizwa lakini watafanya biashara, ili tuwe very professional. Ili sasa jambo langu la mwisho ambalo tunalizungumzia sasa ni kuhusu usafi wa mazingira. Tunapozungumzia usafi wa mazingira katika mkoa wetu, na hili nitoe hamasa kwa wakuu wa wilaya wote kuendelea kusimamia, na wafanyabiashara wote kwenye maeneo yao, na watu wengine wote makanisani, misikitini, tusimamie masuala ya usafi kama nyenzo muhimu ya kuweza kufanya miji yetu kuwa bora. Tuendelee na usafi huo, lakini uweze kuendelea na usafi huku mfanyabiashara kapanga barabarani, huku mfanyabiashara kapanga juu ya nyumba, huku mfanyabiashara ka block fence na kadhalika. Nimemwelekeza katibu tawala mkoa sasa kuja na wataalamu ambao watafanya kazi hii kwa muda maalum, wakinishauri mimi mkuu wa mkoa namna bora ya kudiri na mambo haya, ili kutokuleta kelele na tuonyeshe win-win kati ya biashara ndogo ndogo na wafanyabiashara wengine, ili pia baadhi ya biashara tujue zinafanyika wapi na baadhi ya biashara hazifanyiki wapi. Mwisho kabisa ndugu zangu, niendelee kuwashukuru sana, na tumeona pia jitihada za Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Niwaombe waandishi wa habari mkawe mabalozi wazuri wa michakato hii ya maridhiano katika taifa letu. Kama kuna mahali popote panahitaji sisi kuridhiana, tufanye kazi ya kuridhiana, tusiendeleze ugomvi ambao utarudisha nyuma maendeleo ya taifa letu. Hakuna taifa ambalo watu wasigani. Kusigana ni kawaida, lakini msije mkasigana mkapitiliza, mkaibomoa na kuivunja nchi yenu wenyewe. Hatuna taifa jingine lolote zaidi ya taifa la Tanzania. Tulilee, tulihudumie, tulitangaze kwamba ni taifa bora linaloweza pia mtu yoyote kuweza kuishi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa mchakato huu. Asitokee mtu kusema mimi sitaki kuridhiana, mimi niko hivi na hivi. Tuende kwa pamoja kwa lile ambalo unadhani unaweza kuwa na maoni. Nchi yetu iko huru, utasikilizwa, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, juzi pale kwenye moja speech yangu nilisema the early birds catches worms, kwamba ningezungumza kwa Kihehe ningeweza kusema Ilongwe ya Enyulweru. Ningezungumza kwa Kiswahili ningesema kwamba ndege wa alfajiri sana huweza kuzipata fursa, kwa maana ya mtu akienda asubuhi sana anaweza kupata fursa. Asubuhi sana maana yake nini? Ni kwamba Dar es Salaam fursa zipo, tuzichangamkie kuliko pengine hata mkoa mwingine wote. Tuache mabishano madogo madogo ili kuweza kwenda sambamba na mji wetu. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni, mimi niendelee tena kuwatia moyo ndugu zangu waandishi wa habari, lakini kuwapongeza zaidi kwamba tuendelee na kazi. Kazi hii sio ya Dr. Samia peke yake. Kazi hii sio ya Dr. Nchimbi, kazi hii sio ya Dr. Mwigulu, kazi hii sio ya bunge, kazi hii ni ya Watanzania wote. Tukilea taifa letu katika misingi ya amani, kila mmoja ataishi katika misingi ya amani, kwa sababu hakuna anayepumua akitegemea kanisa. Hakuna anayepumua akitegemea msikiti. Hakuna anayepumua akitegemea chama cha siasa. Pumzi yako imeumbwa na Mungu mwenyewe, na kwamba lazima uilinde pumzi hiyo ili iwe na tija kwako na kwa kizazi kinachofuata. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wa Dar es Salaam, niwatakieni kila laheri. Tukutane tarehe 17 ya mwezi wa 8 2026 kwenye ziara yangu maalum ambayo nitaanza na wilaya ya Temeke, kutekeleza yale machache ambayo tumekubaliana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mungu mwema ibariki Dar es Salaam
na Mungu mwema bariki viongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.